Daniel hayuko sawa kabisa na itabidi ujitahidi ufunge akaunti zako zote. Nimeamua kurudi katika himaya yangu. Usilete dhuluma. Hii nyumba ni ya kwangu na nimenunua na umeniuzia wewe. Wewe tokea nimekuuzia ili eneo hukufanya maendeleo yoyote. Karim, unaenda wapi sasa? Vipi ndugu yangu? Mbona sio chochote wewe? Haya niambie ndugu yangu. Shida gani imekufika? Chini mwenyekiti mimi mtu kudhulumiwa kweli? Nadhulumiwa mwenyekiti hivi bila sababu za msingi. Nadhulumiwa kule mwenyekiti. Nani anakudhulumu? Wewe mwenyekiti mwenyewe unajua juzi kati hapa mimi nimefiwa nina msiba mkubwa sana. Msiba huo unaujua? Kuna msiba mwingine umefika? Bora ungekuwa msiba mwingine lakini hili la kudhulumiwa hili ndio msiba mkubwa sana mwenyekiti. Basi mtu kudhulumiwa mwenyekiti. Nani anakudhulumu sasa? Mwenyekiti kweli jamani pesa inapatikana kwenye mazingira magumu. Leo mimi nadhulumiwa kabisa hivi mwenyekiti nadhulumiwa. Nani anakudhulumu bwana Mzange? Yaani mwenyekiti ni hivi. Wewe toka nikufungue bucha. Pumbavu unifanya mjanja sana na minyama yako. Mimi sikuogopi. Kama pesa unaonidai mimi nimepeleka serikali mitaa. Nenda kachukue yako kule. Nimekutafuta muda mrefu mimi sikuoni. Sasa mbele haya nimpelekee nani? Wewe usinifanye mjanja toka sasa kama unamekoitoka. Bwege mkubwa wewe. Eti nimefuata nyumba yangu. Sio nataka nyumba yangu. Wewe nyumba umeuza. Hela ushatumia mihela yako yote umeonga kwa wanawake huko. Umefanya mambo ya pusipusi afu za ujinga. Wewe bwege nini? Hatujafanya chochote. Hujajiendeleza. Hili bado nikajenga. Toka sasa kama mjanja baba. Nikutoa utumbo. Nikufungue bucha na kama ng'ombe wewe nyamkole. Pumbavu. Puzo maisha wazi kuletea ujinga wewe. Mimi nimeingia umji wewe mama yako mwenyewe mzazi hajazaliwa pumbavu mjinga wewe. Wewe bwege nini? Sasa kwa taarifa yako, mimi nyumba nilivunja. Kwa nini umenifuata mpaka huko chumbani? Subiri. Unafikiri Doris atatufikiriaje? Kari. Doris nimempiga zuka kaondoka. Acha bwana. Unajua ile ilitokea tu bahati mbaya. Karibu dada. Asante. Asante. Haya, asante sana. Haya.
Ndio umekataa hata kinywaji? Hamna, usijali. Nitakunywa siku nyingine. Sawa. Unajua sasa hivi nimeamua kurudi kwangu kule nilipokuwa naishi mwanzo. Hilo swala sio baya kwa upande wangu unavyoliona. Kwa kuwa ule bro kavu sana yule jamaa. Ndio maisha. Mimi nilikuwa na wazo. Okay, wazo gani? Nilikuwa naona tulipize kisasi. Yes. Jambo jema. Okay. Tunafanyaje? Yaani nilikuwa namaanisha mimi niishi na wewe. Uishi na mimi? Kivipi? Ujue wao wakijua kwamba mimi naishi na wewe, yani kama mpenzi wangu, watajisikia vibaya pia. Okay. Wao watajisikia vibaya. Yes, sisi tutakuwa katika hali gani? Mbona sisi safi tu? Au wewe unalionaje hilo, Shamsu? Kwangu sio sawa. Kwa nini? Mimi napenda nikwambie ukweli. Sorry lakini unajua wewe sio type yangu kabisa. Huo ndio ukweli. Kwa sababu mwisho wa siku nitakuzingua. Hatutaendana. Sawa? Kwa hiyo kwa namna ambavyo ninaona kama kuna action yoyote ya kuweza kulipiza kisasi tufanye, lakini sio hiyo. Umeelewa? Albert, jambo. Iko poa tu.
Ulienda kuonana na Albert kwa kuhusu nini? Albert sijakutana naye. Ulipoingia si umeniambia kwamba yuko poa? Ya, yuko poa lakini kwa sababu tu tumeongea kwa simu. Kwani vipi? Kuna taarifa mbaya sana kuhusu wewe. Nipata taarifa kwamba umetoka na Usi. Kwa hiyo hii sio fair kabisa. Hii sio fair. Hata inawezekana nakwambia Kari. Mtaonekana mbaya. Tena niko tayari atakuua mtu juu ya hili. Haiwezekani, sio haiwezekani hiyo hivi. Kwa nini itokea haya? Kari. Kama ukijua mimi nimeumia sana. Mimi ni mwanaume. Mimi ni mwanaume naumia. Tena safari ndo dunia nzima itajua kwamba mimi ni mbaya. Mimi na roho mbaya na roho chafu juu ya hili. Siwezi kukubali. Siwezi kukubali hata kidogo. Niko tayari nichukiwe na dunia yote nichukiwe. Mpaka rais anichukie mimi. Tena ningemjua aliyetuma meseji hii, nisingemwacha salama. Yaani nisingemwacha salama kabisa. Hivi mtu unawezaje kutuma message eti mke wako anatoka na Usi? Unajua mimi na Usi tumetoka wapi? Hawajui kama mimi Usi ni ndugu yangu. Au kisa Usi anakuja hapa kila siku, anakuja analeta vinywaji nini? Maskini ya Mungu kumbe anafuata Doris. Unajua anakufuata wewe? Haiwezekani tu mtu unawaza ulichoamua, unaamua kutuma vimesi. Unanitumia message ya nini? Unajua Swahili na mambo ya ajabu sana. Unajua watu wengi hawapendi kuona watu wana furaha, hususani walioko kwenye ndoa. Kwa hiyo huwa wanatafuta namna ya kuwagombanisha. Wanatafuta visababu sababu wao hawana furaha kwenye maisha yao. Wanataka na wengine wasiwe na furaha. Kwa hiyo tusiwape nafasi, baby. Hivi unajua mimi nimeaswa kiasi gani? Pumzika. Vitu vingine vinakera lakini. Basi baby, pumzika. Sasa hivi kaoge, ule chakula, uje upumzike. Sababu ulikuwa na siku ndefu, ulikuwa na kazi nyingi. Kwa hiyo vitu vingine vinakera. I'm here for you, just relax. Nipo kwa ajili yako baby. Kwa hiyo hata kukutoa shati ni majukumu yangu. Unajua vitu vingine vinakera sana. Ndio kwa entertain kila siku alikuwa anatufanyia hivi. Sasa unatakiwa wa ignore ili wajione wajinga. Umeona? Ngoja mimi nikaoge bwana. Sio kucheka nao kabisa. Mchefua. Pole.
Njoo au nikufuate ndani huko. Si unajua sijakupa talaka bado? Eh? Kobanga, najua hujanipa talaka. Lakini kila mtu akao ashaendelea na maisha yake. Wewe umeendelea na maisha yako na mimi nikaendelea na maisha yangu. Mbona kwa unakuwa mkorofi hivyo? Ni maana hujabadilika tu mpaka leo? Mimi nimeshindwa. Kila nikikuwaza moyo wangu unalipuka. Eh? Kama vipi rudi nyumbani? Au nikatie visa niwe nikae humu mkweli. Wapi? Sio. Kama mangu wetu tumbo lako. Mishaanza zaro zako nitakubutua sasa hivi. Wewe unasema tumbo nini? Utakuwa lini wewe? Unazeeka sasa hivi. Korofi ndio unipige nini tena? Sasa hivi tunauana. Sasa sikiliza, mguu wangu, twende nyumbani. Unajua sikiliza, nimeshapata taarifa zako. Wewe umezulumiwa au hujazulumiwa? Mimi mtoto wa mjini. Nani asenijua katika jiji hili? Wewe wakuniuliza mimi nimezitoa wapi hizo taarifa? Wewe twende nyumbani, tukajadili, afu mimi nijue jinsi gani ya kusaidia mali zako zirudi mikononi mwako. Au umenisahau? Kobanga wiki boko. Saluti. Sija kusahau, sikiliza. Mwende bila kubwa sasa hivi. Natokaje? Kesho mimi nitakuja. Mimi sitaki kusikia swala kesho. Mimi nataka sasa hivi tuondoke mimi na wewe. Wewe kama umeshindikana mimi kulala humu ndani, twende nyumbani. Si umenielewa? Humu ndani nafasi yako hamna, vitanda vyote humu ndani vidogo. Sawa, twende nyumbani. Mimi kitanda kikubwa 6 kwa 6. Alafu unajua kabisa mimi nimetoka jela, maisha magumu. Mimi sijaenda kule kuuza sura kule. Sasa niambia tena sasa hivi tena eti nikuache uje kesho asubuhi na kwaje. Kwa hiyo mimi nikae peke yangu kule. Hebu twende. Akoli Mbombo. Serikali ya mtaa inafahamu kwamba nyumba hii ulishamuuzia Bwana Mzange. Kweli si kweli? Si kweli. Kwa nini unasema si kweli wakati kila kitu kilifanyika pale ofisi ya serikali ya mtaa, mliandikishana, karatasi zipo? Mwenyekiti, unafahamu kabisa kwamba yule amevunja utaratibu. Hajavunja utaratibu kwa sababu hela yako iliyokuwa imebakia shilingi 50,000 ipo. Wewe ndio ulikuwa unatafuta hujaonekana kuja kuichukua hela yako. Sasa hela yangu atailetaje vipi serikali ya mtaa? Nyinyi ndio mnatengeneza matatizo, Haiwezekani hela yangu akaja akawaletea nyinyi. Hela yangu ilitakiwa nipatie mimi na kwa wakati. Kaka nao muda mrefu hela yangu anakaa nayo. Hela yangu mimi lazima kukaa nayo muda mrefu, lazima izae mwenyekiti. Hela yangu imezaa ndio maana mimi nimeamua kuja kuchukua eneo langu. Sasa inazaa vipi wakati wewe uzembe ni wako mwenyewe? Kwa sababu wewe ndio ulitakiwa uje ufuatie hela yako. Katika mkataba wa mwanzo mlioandikishana kulionyesha kuna salio ya shilingi 50,000. Lakini hukuonekana kwa muda mrefu. Tungekupata wapi? Mwenyekiti, mimi siwezi nikatoka huko niangaikie hela yangu tena hela yangu baada mtu aniletee mimi nikae nimwangaikie. Mwenyekiti, kwa taarifa yako hili swala likuhusu. Tena likuhusu kabisa. Swala langu mimi na yule bwana tuacheni wenyewe, tutajua jinsi gani nakukana. Bwana nyewe tushamalizana? Mnamalizana vipi sasa? Tumemalizana, mimi naona jitia kimbele tu. Sababu taarifa iliyopatikana wewe umemtishia mapanga. Mwenyekiti, unapofika huko mbali tafadhali utakuja kuumia bure hapa. Takupasua bure, mimi nakuheshimu ujue mzee. Sasa kama ndio hivyo, unaomba basi uje ofisi ya serikali ya mtaa pale tumalizane hilo jambo. Nije kufanya nini? Mshaanza njaa zenu, mmekaa sana njaa zenu, mnanitoa huko ili mje kunitoa hela. Mimi siji huko. Kawaambia na wenzako mimi siji. Kwa nini hutaki kuja sasa? Nije kufanya nini mimi? Nyinyi ndio ni mauzani. Naomba uje kwa sababu taratibu ndio zilikoanzia huko. Mwenyekiti, naomba uniache. Sitaki kunivuruga. Nakwambia mara mwisho. Naomba uje serikali ya mtaa ndiko tulikomalizana hilo na shauri lako. Siji. Nimeshakwambia siji na siji. Haya bwana. Kawaambie na wenzako siji. Nasema hivi, ningekuwa kama ni polisi ningekuja na pingu. Kama ningekuwa na polisi ningekuja na pingu. Kwa sababu serikali ya mtaa unaidharau. Basi, lakini fahamu serikali ya mtaa ndio inakuanzia huko. Nenda bwana wewe, toka lini serikali ikakaa mtaani bwana? Si ndio mmeleta njaa zenu tu hapa. Mmekaa mna kazi za kufanya, kazi mnakaa tu mnakaa wewe. Njoo serikali ya mtaa, njoo serikali ya mtaa. Kasafisheni mitaa huko, bwana mitaa michafu. Kawaambie na wenzako siji. Tata ujinga hapa bwana.
Serikali ya mtaa, serikali ya mtaa nini? Oh, baba. Shikamoo. Karibu. Mzee. Shikamoo. Karibu sana mzee, karibu ndani. Kwa nini mzee? Imekwaje? Na naomba unisikilize ili tuyaweke sawa haya. Kikubwa ni kwamba tukae tuyaongee. Tafadhali mzee, tafadhali sana. Ni hivi. Mzee, kumbuka kitu kimoja, ulivyonijenga toka utoto wangu ni kwamba ulinifundisha kusamehe. Na yule nimesamehe kama binadamu mwingine. Ninachokuomba ujue kwamba kitu kimoja. Hivi ni wewe sasa unayekufahamu au Msukule? Mzee, Msukule tena? Yule mwanamke nimeamua kumsamehe na saizi nafuata taratibu zote za kukamilisha kuwa yeye ni mke wangu. Hivi na mpango wa kushirikisha twende kwa wazee wake. Sasa wewe unaanza kupinga tu mzee. Nisikilize, na mimi nina haki za msingi. Nina haki za msingi kama mwanao. Mimi wewe ungemkosa mama ungekuwa na mtoto leo. Mzee, angalia mambo mengine unaongea bwana. Mimi mwenyewe nina haki pia. Lakini mzee hatujamaliza. Hatujaongea tukamaliza mzee wangu. Sasa mimi wewe usiposikiliza wewe utasikiliza nani sasa? Mzee, hebu nisikilize mzee wangu.